Naitwa Daniel Flavius Mgala, mkazi wa kitongoji cha Isewe, kijiji cha Mpanda, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe. Kwa kweli ilikuwa tarehe 14 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira ya saa 3 asubuhi. Nilipigiwa simu na mdogo wangu. Alivyonipigia simu akaambia, kaka, huku mtoni mbona kahawa wamekata? Kweli nilikuwa safari, niliamua kuahirisha safari, nikawa narudi. Kuja kufika huku kuangalia shamba langu, ni kweli shamba limekatwa lote miche 706. Na kiujumla na mimi nilichukua jukumu la kumpigia mwenyekiti wangu wa kitongoji. Mwenyekiti alifika kwa haraka sana na baadhi ya watu karibu 100 na walifika huko kuja kushuhudia. Kila mtu akawa anatoa maoni yake, na baada ya hapo tulifanya kikao cha ukoo. Baada ya kufanya kikao cha ukoo kiujumla mpaka sasa huwezi kumtaja mtu kwa kumkisia, ni kosa. Kukisia ni kosa. Kwa hiyo kiujumla mpaka sasa sijamjua aliyekata. Shamba ndio hili limekatwa miche 706. Nashukuru tu serikali yangu kwa ushirikiano. Wamenipa ushirikiano toka siku ile mpaka leo hii waandishi wa habari mnapofika hapa. Kiujumla hali ya kahawa ilikuwa mimi nilimwagilia. Na mwaka huu nitegemea kupata zaidi ya junia 8 au 9 hivi. Kwa hiyo manake hapa tathmini yangu kwa haraka nimeharibiwa na shamba ambalo thamani yake zaidi ya milioni 15. Nashukuru. Kiujumla upande wa maji nimemwagilia mara 4. Kila awamu nilikuwa natumia shilingi 400,000, ambayo ukipiga mahesabu ya umwagiliaji ilikuwa ni milioni 1,600,000. Kiujumla mimi kama Daniel Mgala sijabaki na kitu chochote zaidi, nitegemea sana shamba. Ninasomesha. Kwa muda huu nina hali ngumu kiujumla, niongee ukweli. Mwenye kunionea huruma atanisaidia, lakini lengo langu ni kwamba nitaka nichimbe upya. Kama kutakuwa yeyote mwenye msaada atanipa msaada, lakini ndio hilo kubwa. Kwa majina naitwa Jumanne Redson Mgala. Ni mkazi wa kitongoji cha Isewe, kijiji cha Mpanda, mkoa wa Songwe. Nadhani mimi nitokea nyumbani ilikuwa ni asubuhi kama mida ya saa 3. Niende kuzungukia kwenye mashamba yangu ya mahindi. Lakini mida hiyo hiyo nilikuta miti ya kahawa imekatwa. Nikitendo nilichukua jukumu la kumpigia kaka yangu kwamba, blaza, mbona shamba liko limekatwa? Akasema okay, nakuja sasa hivi, sio muda mrefu. Ni kweli hapa kuchukua muda, alikuja. Jina naitwa Daudi Louis Mboya, mwenyekiti wa kitongoji cha Isewe, kijiji cha Mpanda, kata ya Nyimbili, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe. Sawa, kama mwenyekiti wa kitongoji ninaomba rai kwa wananchi wote wa kitongoji cha Isewe, kijiji cha Mpanda, kata ya Nyimbili. Niombe hivi vitendo visijirudie kwa sababu miche iliyokatwa hapa ni miche 700 kwa mkulima wa kahawa takriban hekari 1. Ni kwa kweli wamemrudisha ndugu Daniel Mgala nyuma. Ndo shamba lilokuwa anategemea kwa ajili ya kusomesha familia yake, kusomesha watoto wake, kulea familia yake. Kwa hiyo limejitokeza, sisi tunaendelea kumtia moyo kwamba ndugu Daniel pamoja na haya sio kukata tamaa. Lakini mimi niombe kama rai pia kwa viongozi wengine ambao wanasikiliza kwamba niombe mwenye kutoa msaada, mwenye kutoa chochote kile kwa ndugu Daniel Mgala, sisi kama uongozi wa serikali ya kijiji, serikali ya kitongoji, tutashukuru kwa ajili ya kumsapoti ndugu yetu Daniel Mgala, kwa sababu kitendo alichofanyiwa ni kitendo ambacho pia kama tulivyoeleza sio kitendo kizuri, na tunaomba kisije kikajirudia tena.